Habari, endelea kubarikiwa na mafundisho ya mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau subscribe. Namna ya kuongezeka au kukua kiroho. Namna ya kuongezeka au kukua kiroho. Na kitabu ambacho Mungu alitupa, waraka wa 3 wa Yohana, sura ile ya 1 na ule mstari wa 1 na wa 2, anasema, mpenzi, katika Gayo nikupendaye, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hauwezi ukafanikiwa nje ya kufanikiwa kiroho chako. Kwa kadiri rohoni unavyofanikiwa, ndivyo matokeo ya mwilini yanakuja. Na wiki iliyopita, ile Jumanne, nilikwambia kitu cha msingi sana. Nilikwambia jifunze kubadilisha lugha yako. Hauwezi kuongezeka katika lugha ile ile. Hauwezi kuongezeka. Change your language. Mpaka ifike sehemu lugha yako imebadilika, ndipo Mungu ataanza kupata assurance na wewe ndani yako. Lazima ifike sehemu lugha yako ibadilike. Nikokuambia there is a heaven language, kuna lugha ya kimbingu. Ayubu sura 22 mstari wa 23 inasema, hapo watakaponiangusha chini nitasema kuna kuinuka tena. Hapo watakaponiweka chini nitasema kuna kuinuka tena. Hapo watakaposema nimeisha, wao utasema there is a heaven language. Kuna lugha ya kimbingu ambayo inatakiwa isikike kwenye kinywa chako katika jina la Yesu. Sema, mimi nina lugha yangu, nina lugha yangu, nina lugha yangu. Hapo watakaponiangusha nitasema kuna kuinuka tena. Kuna lugha inatakiwa isikike. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tuende kidogo. Unapotaka kuongezeka kiroho, ili nini? Kupambana na vitu vinavyokuzuia kupata hatua yako. Kitabu kile cha Waamuzi sura 6 mstari wa 25 mpaka wa 26. Jifunze kutoa sadaka zinazopiga nguvu zinazokuzuia kuinuka kwako. Jifunze kutoa sadaka zinazopiga nguvu zinazozuia kuinuka kwako. Waamuzi 6 anzia mstari wa 25. Ndiyo. Usiku ule. Ndiyo. Alionayo baba yako. Ndiyo, endelea. Ndiyo, endelea. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa. Endelea mbele bali. Ndiyo. Ndiyo. Gideoni, katika kazi mojawapo ambayo Mungu alimuita, Mungu alitaka kumsimamisha, lakini nguvu ya kiroho kwa kuwa ndani yake ilikuwa ndogo, ilibidi Mungu aingilie kati. Na katika jambo mojawapo ambalo Mungu alimwambia Gideoni alifanye ni kutoa sadaka ya ng'ombe wa pili wa baba yake. Haleluya. Nasema tena haleluya. Yule ng'ombe wa pili Gideoni alivyomtoa, lakini tunaona purpose ya ile sadaka ilikuwa ni nini? Ni kuangusha
madhabahu zilizokuwa zinamzuia yeye Gideon kuinuka kwake. Ina maana ilikuwa si sadaka tu ya kawaida, na ile sadaka sio Gideon alitoa kwa matakwa yake yeye, kwa sababu matakwa ya Gideon sadaka yake alitoa kwenye ile Waamuzi 6:15. Lakini ile sadaka ya pili Mungu akampa kazi yake, akamwambia kazi ya sadaka hii unaoitoa ni kudili na madhabahu zinazokuzuia. Unisikize kidogo hapa. Gideon kazi yake ya kwanza alikuwa akipepeta ngano. Kila akijaribu kufurukuta kutaka kuinuka anakwama. Kila akijaribu kutoka kimaisha anakwama. Kila akijaribu kutaka kuforce vitu viende anakwama. Na Mungu alivyomtokea, sadaka yake ya kwanza alitoa Gideon ilikuwa sadaka mbuzi. Lakini sadaka hii ya pili kwa kuongeza authority yake, mamlaka yake ya kiroho. Akamwambia, brother, wewe ulikuwa unasaga ngano, umepambana na maisha hujatoka, umepambana kila unachofanya hujasogea, lakini hii sadaka unaoitoa function yake ni moja: kupambana na madhabahu za bahari, kwa sababu katika ulimwengu wa roho zina nguvu kuliko wewe. Sadaka za namna hii kazi yake ni moja, kwamba ndani yako nguvu ulionayo ni ndogo, mandate yako ulimwengu wa roho ulionayo ni ndogo. Ndio maana neno la Mungu linasema hata wakati anatoa sadaka hii akutoa wakati wa mchana, hata wakati anadili na miungu ya kufanya wakati wa mchana. Ndio maana neno la Mungu linasema akaenda usiku akachukua watu 10 wakaenda kutoa sadaka hii. Kwa sababu gani? Walikuwa wanapambana na madhabahu nyingine, lakini hasionekani. Watumishi wa Mungu, sijui kama inaelewa hapa. Unasema mbona sioni mtu ananizuia kuinuka kwangu? Kweli katika macho ya nyama haonekani, katika hali ya kawaida haonekani, lakini ni nguvu kamili inayofanya kazi. Katika macho ya kawaida unaona ni vitu sawa tu, lakini hiyo nguvu ya ulimwengu wa roho ipo, inafanya kazi. Angalia kilichotokea alipotoa ile ng'ombe wa pili. Asubuhi misimamo ambayo ilikuwa kwa baba yake yote juu ya kuabudu miungu ikabadilika. Watu wanamfuata, wanamwambia, mzee, mwanao amevunja miungu ya bahari. Anasema kama bahari ni mungu ajitetee. Sadaka namna hii inafanya kazi kama, ngoja nikuonyeshe mambo manne hivi. Sadaka namna hii, unapotaka kutoa sadaka kwa ajili ya kuadjust nguvu zako za ulimwengu wa roho ziongezeke, ili uweze kupambana na miungu ambayo inasimama haionekani kwa jinsi ya kawaida. Jambo la kwanza ni kukusaidia kupambana na madhabahu zinazokuzuia kuinuka. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Kutoka na ile sura 12, wana wa Israeli wakati wanataka kutoka katika nchi ya Misri, kulikuwa ziko madhabahu kamili zinazowakamata wasitoke. Ndio maana neno la Bwana linasema katika kitu kimoja hapo ambacho Mungu alimwambia Musa, akamwambia kwenye kila nyumba waandae mwana kondoo na damu yao wataichukua, watapaka katika mimo ya milango. Neno la Mungu linasema na wale wasiotoa sadaka hiyo, yule malaika ambaye anapita kupiga wa Misri wazaliwa wake wa kwanza, hata kama ni Muisraeli, naye atapigwa. Zipo madhabahu kamili, watumishi wa Mungu, mnisikilize hapa. Katika madhabahu moja wapo ambayo ilimkwamisha Gideon ni madhabahu ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa miungu ya baba yake, haionekani. Hata yule mzee Yoshefati, ile madhabahu ipo, haionekani, lakini inafanya kazi. Lipakesheni yake hadi watoto wake wanafika sehemu wanapambana na shughuli ya wasogei, wanapambana na kazi, vitu haviendi, lakini ni madhabahu inafanya kazi. Wapi? Kwenye miungu ya baba yake. Ndio maana katika instruction ambayo Mungu alimwambia Gideon, chukua ng'ombe wa pili katoe sadaka, chukua ng'ombe wa pili katoe sadaka. Ilikuwa na shughuli nyingine, madhabahu inaozuia kuinuka kwa mtu zipo kamili, zinafanya kazi. Na hakuna mama ambaye anaweza kukwambia, hakuna babako anaweza kukwambia, hakuna babu anaweza kukwambia, hata yeye sengine ajui.
Na kitu kimojawapo ambacho kinatengeneza stamina ya kubusti mamlaka yako ya ulimwengu wa roho iwe na nguvu ya kupambana na miungu inayozuia is a giving. Sadaka ni kitu kimojawapo ambacho kina boost authority yako. Ndio maana Mungu akamwambia Gideon, mbuzi umetoa, lakini sasa hivi nahitaji ng'ombe. Kazi ya ng'ombe nini? Akampa instruction, ziko madhabahu. Kwa nguvu yako utaweza, kwa nguvu zako utaweza. Ile sadaka ilikuwa ni kuongezea mapafu yake ya ulimwengu wa roho yawe na nguvu ya kukompiti upinzani anaokutana nao. Jambo la pili, sadaka za namna hiyo zinafanya kazi gani? Inakuondolea upinzani kwa watu wanaotaka kukupinga kuinuka kwako. Tukutane tena siku ya kesho kwa mafundisho mazuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau kusubscribe. Amen.